Sala ya Jubilei mwaka wa 2025. Baba wa mbinguni, imani uliotupa kupitia mwanao, Bwana wetu na ndugu yetu, Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu, na ulimwengu wote katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu, mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu, unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina. Kutoka parokia Tonga kule jimbo Katoliki la Homa Bay hadi Tongaren jimbo Katoliki la Bungoma. Karibu mpendwa mtazamaji wa Capuchin TV, ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi huu wa 3 ambapo kanisa linamheshimu Mtakatifu Patricio ama Patrick. Tunawasalimia na kuwatakia laheri wale wote ambao wako na hilo jina na jina la kike Patricia. Tuko hapa kila Jumatatu tukujulisha machache kati ya mengi yaliyotendeka ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Mimi ndugu Francisco Mkapuchini Peter Waweru. Ikiwa leo ni nafasi ya kwanza ya kipindi hiki, tuna mgeni ambaye ametutembelea kutuelezea zaidi kuhusu mwaka huu wa Jubilei. Lakini kwanza, kama kawaida, studioni pamoja nami mpenzi mtazamaji, karibu. Bado tukiendelea katika kipindi cha Kwaresma. Kumbuka zile nguzo 3 ambazo tunazifuata sana: sala, mfungo na pia kupeana ama kupokea, kutoa sadaka kwa wale ambao wanahitaji. Ni wakati ambao tunahitaji kujiangazia sana katika kipindi hichi na kukaribisha tutembee pamoja. Jina langu ni Gabriel Muteti, tuwe pamoja. Ikiwa tuko katika mwaka huu wa Jubilei, mwaka 2025 ambao ulifunguliwa tarehe 24 na Baba Mtakatifu Francisco katika mlango wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro jijini Vatican nchini Italia. Hapa nchini zoezi hilo linaendelea, na hapa studioni tumetembelewa naye Baba Padre James Kinuthia ambaye ni mratibu wa mambo ya kichungaji kwenye jimbo kuu Katoliki la Nairobi. Padre, asante sana, karibu. Asante, na Padre. Jitambulisha kwa yule ambaye hakujui nyumbani ni wapi na jumuiya ya pale nyumbani. Kabisa. Kwanza, kwa mwaka wa Jubilei ni vema kabisa kuwasalimu kwa salamu za mwaka wa Jubilei mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, pamoja katika sala, mahujaji wa matumaini. Na katika lugha ambazo zinatumika katika jimbo letu kuu kwa Kiingereza, Kiswahili na Kikuyu, tunasema Pilgrims of Hope, Together in prayer. Together in prayer. Pilgrims of Hope. Nafurahi kwa sababu hamjaweka prayers, ni unaweka together in prayer. Agedi amwe hoko Father Wero kan anaweza jibu hiyo. Agedi amwe hoko hamwe mahoya ine. Majina yangu ni Father James Kinuthia Njau, padri wa jimbo kuu la Nairobi, ambaye amefanya kazi kama padri kwa miaka 13 kutoka mwaka 2011, mzaliwa wa parokia ya St. Peter the Apostle Kikuyu, na nimekuwa nikifanya kazi katika parokia mbalimbali. Baadaye Mwashambaba askofu akanipeleka shule kusomea mambo haya ya pastoral, ambapo nirudi katika chuo kikuu cha Afrika Mashariki na Kati, na nikaweza kufanya na kupata shahada Masters in Pastoral Theology, na nimekuwa kwa ile ofisi nikifanya kazi kwa miaka 6, nikiwa msaidizi wa aliyekuwa pastoral coordinator hapo awali, Askofu Wallace Ng'ang'a, ambaye ameenda kwa majeshi. Lakini baadaye mwaka jana nikapata nafasi hiyo ya kuchukua usukani wa kuwa kinara wa ama mratibu wa shughuli za kichungaji katika jimbo letu kuu. Zaidi ya yote pia nafanya kazi kama baba paroko katika parokia ya Holy Spirit Megota katika dekania ya Githunguri.
Karibu sana Padre, asante kwa muhtasari huo wa kujitambulisha, na moja kwa moja katika mada yetu ya siku ya leo. Mwaka wa Jubilei umefunguliwa. Tuanze hapo. Mwaka wa Jubilei unamaanishaje? Mwaka jana pengine haukuwa Jubilei, mbona mwaka huitwe mwaka wa Jubilei? Vizuri kabisa, na vema sana Fala na Mteti kwa ajili ya mjadala huu mkamilifu ili tuzidi kusoma mambo ya Jubilei. Kwanza kabisa mambo ya Jubilei, sijui ukisikia jina Jubilei unafikiria nini mpenzi mtazamaji? Kitu ambacho ningetaka ufikirie kwa urahisi sana, hata bila kwenda kwa vitabu kusoma na maelekezo, ni sherehe, ni shangwe, ni kama wakati bingu zimefunguka ili kufanya neema za Mungu zitirike mbele za watu. Na hili neno Jubilei kwanza mwanzo kabisa linamaanisha shangwe, na unakipata katika kitabu cha Walawi in Leviticus chapter 25 from verse 8 to 55, ambapo Musa alikuwa anawaambia wale makuhani wapige tarumbeta mwaka wa Jubilei, ambapo watu walikuwa wanawekwa huru ambao walikuwa wanafanywa mateka, wakati ambapo kuna janga fulani za dunia na mambo mengine. Ilikuwa mwaka wa shangwe na mwaka watu watu kwa huru, mwaka wa msamaha, mwaka wa neema, na zaidi ya yote mwaka wa baraka. Ni ambapo tunasema Jubilei ni furaha na shangwe ni mwaka wa baraka. Na kwa hivyo ukisema mwaka wa Jubilei ni kusema nini? Ni kwamba mji wa Vatikano umetangaza ni mwaka wa Jubilei. Na kwa kawaida kuna Jubilei ya kawaida, an ordinary jubilee and an extraordinary jubilee. Ya kwamba katika historia za kanisa mnamo mwaka sasa, baada ya kutoka huo mchakato na mazungumzo ya Jubilei wakati ule wa Agano la Kale, mwaka 1300, mwanzo wa karne hiyo ya 14, the year 1300, Baba Mtakatifu ambaye alikuwa pale, Bonifacio wa 8, alitangaza, kwa sababu wakati kulikuwa na shida nyingi sana duniani, watu walikuwa wametatizika, kulikuwa na magonjwa, kulikuwa na vita, akatangaza sasa ni mwaka wa sherehe, kwa sababu Mungu amefungua bingu ili watu wakaweze kusherehekea tena, wawekwe huru, watolewe katika hizo hali. Na ikakuwa hivyo, baada akatangaza ya kwamba Jubilei itakuwa ikifanyika baada ya miaka 100. Lakini baadaye papa waliofuatiliza wakaiweka kuwa kwa ukamilifu baada ya miaka 50. Na nyakati zetu sasa Jubilei inafanyika kwa kawaida kila baada ya miaka 25. Na sasa uamuzi huo ndio tunafuatiliza. Kwa hivyo tumekuwa na Jubilei nyingine kama ya mwaka huu, mwaka 2020, wakati wa kuamka kwa milenia. Na pia kulikuwa na Jubilei nyingine hapo awali mwaka wa 1975, so unaweza rudi hivyo 1950, ukirudi hivyo baada ya miaka 25. Kwa hivyo hata nikiwauliza ndugu zangu hapa, kwa hivyo tukisema ni baada ya miaka 25. Kwa hivyo Jubilei nyingine ya kawaida, an ordinary Jubilei, itafanyika lini Padre? Tafanyika mwaka 2050. 50 kabisa. Tuombe neema ya Mungu tufikie kwa Jubilei nyingine. Tuwepo pale tutangaze mambo ya Jubilei. Pale unasema Jubilei ya kawaida na isiyo kawaida, ordinary na extraordinary. Tofauti iko wapi? Tofauti iko hapa ya kwamba Baba Mtakatifu kwa maamuzi yake na kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu na mwongozo wa kanisa anaweza kuamua ya kwamba kuna kwa ajili ya mambo fulani. Mkikumbuka vizuri, hivi karibuni mwaka 2016, 2016, Baba Mtakatifu huyu ambaye yupo na tunamwombea uponyaji wa haraka, Papa Francisco, alitangaza ya kwamba kuna Jubilei ya huruma ya Mungu, the Jubilee of Mercy 2016. Kwa hivyo kwa maamuzi ya Baba Mtakatifu na ushauri dhabiti ambao anapewa na makardinali na maaskofu kule jijini Vatikano, anaweza kutangaza na kuamua ya kwamba huu mwaka ni mwaka wa Jubilei, kwa sababu ya mambo fulani ambayo mtazamo wake. Wakati ule Jubilei hiyo ilikuwa na mtazamo wa huruma ya Mungu. Tuweze kumakinika na kuingia ndani zaidi mambo ya kufikiria jinsi Mungu ambavyo ametuhurumia na sisi tuwe watu wa huruma. Na kwa kumalizia mambo ya Jubilei hizo za kawaida, kama sasa hivi kuna maandalizi ya Jubilei nyingine kabla ya hiyo Jubilei ya kawaida ya mwaka 2050, kuna Jubilei nyingine ambayo itakuja mwaka 2033, an extraordinary Jubilee to remember the passion of the Lord.
Na ukiona mwaka tunaangalia na mwaka wa 33 ambapo tulisherehekea, ambapo dunia ilipata ukombozi kwa mateso, kifo, Pasaka ya kwanza, kifo. Na ndugu umesema vizuri, tuko katika wakati huu wa Kwaresma. Kwa hivyo Jubilei ni wakati huo. Kwa muktasari, Jubilei ni neema hiyo ambayo tunapata kwa kushiriki mambo fulani ambayo sasa yanatangazwa. Na haya mambo ya Jubilei hii ya mwaka 2025, mada yake ilitolewa mwaka 2022 Februari 11 katika sherehe ya Our Lady of Lourdes, Papa Francisco, na akatoa mada, akasema baada ya miaka miwili mkumbuke atakuwa na Jubilei, na Jubilei hii nataka ikuwe Jubilei ya kipekee. Na akatoa kauli mbiu ambapo kanisa takatifu halitoi mambo tu kwa kusema hivi, natoa kwa tamko rasmi ambayo inaitwa kwa kimombo decree. Na kaita ile decree, mada yake ama title yake, heading yake inaitwa Spes non confundit kwa Kilatini, kusema ya kwamba hope does not disappoint, ya kwamba sasa itakuwa ni mwaka wa matumaini. Mkumbuke ule mwingine ulikuwa mwaka wa huruma ya Mungu. Jubilei hii mada yake ni mwaka wa matumaini. Kwa hivyo sasa tunaingizwa, kwa sababu Baba Mtakatifu aliangalia nyakati zetu kuna nini. Kama wakati ule wa Bonifaso, kuna vita kule Ukraine na kwingine, tumetoka katika janga la COVID-19. Kuna umaskini umekita mizizi. Ukumbuke tunazungumza kuhusu mambo ya tabia nchi, the climate crisis, ambayo anataka sasa kuwekwa upya, watu wajipe matumaini tena. Na kwa hivyo akatangaza na akasema ufunguzi wake labda hasa nitaeleza baadaye vile ambavyo tunaendelea. Na asante sana kwa muhtasari huo wa mwanzo wa mwaka wa Jubilei. Yote hayo yalianza tarehe 24 usiku wa kuamkia Krismasi. Tuone yaliyotendeka Baba Mtakatifu alipofungua mlango ule mtakatifu kule Vatican, kanisa kuu la Mtakatifu Petro.
Mlango mtakatifu huo ambao Baba Mtakatifu aliufungua katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kule mjini Vatican. Padre, mbona wito mlango mtakatifu? Ni mlango tofauti ama ni mlango ule ule unatumika kawaida, na mbona wito mtakatifu? Kwa kawaida katika kanisa hii kubwa la kule Vatikano, mlango huu ni wa kawaida, hutumiki wakati wote. Mlango hufungwa kabisa, na funguo kabisa huwekwa pale na kuwekwa kwa simiti. Kwa hivyo mlango huu huanga sealed mpaka wakati kutapotangazwa mlango. Sasa unaona ni kufungua mlango ambao ulikuwa umefungwa. Na pale kitambo kuna nukuu ambazo nitawapa baadaye ambazo zinasema kuhusu huu mlango mtakatifu. Kwa Kilatini unaitwa Porta Santa. Porta Santa kwa kimombo tasema the opening and the closing of the holy door, Porta Santa, is one of the most significant and symbolic rituals of the Jubilee year in the Catholic Church. Kwa hivyo mlango huu unapobishwa, kuna maandalizi ndio basi, na pale ndio watu wote sasa ukipitia katika huu mlango ni kama unaingia katika uhuru. Unaingia kwa Mungu, unaingia kwa neema, na mkumbuke kauli mbiu ni kwamba ni matumaini, ni mwaka wa matumaini. Unaingia unajipa matumaini ukipitia kwa ule mlango. Wengine wanataka kuubusu, wengine wanataka kuuguza, lakini ule mlango mtakatifu. Na kwa kawaida Jubilee milango 4 peke yake huwa inafunguliwa, lakini kuna mabadiliko kidogo na Papa Francisco kwa sababu kulikuwa na ule mlango pale St. Peter's Basilica ambao ndilo kanisa kuu kule Vatikano. Kuna kanisa lingine linaitwa St. Paul Outside the Walls. Kuna kanisa lingine linaitwa St. John the Lateran na St. Mary Major. Lakini baba huyu mtakatifu Papa Francisco aliweza kufungua mlango mwingine katika magereza kule Vatikano. Na sasa milango hii tunasema the doors are open to offer special graces. And it is an invitation for us as faithful to repentance and renew. Mada mbili kubwa. Kupitia mlango unakaribishwa katika kuomba msamaha na ule mwinuko na kuamka tena katika mambo ya kiimani na mambo ya kiroho. So tunasema huu mlango ni kama watu wanatoka katika dhambi wanaingia katika uhuru, from sin to grace. An invitation now to enter God's mercy. Neema hii ya Mungu. Na kwa hivyo tunasema mlango huu ni mlango wa kipekee. Na ukisoma pale katika kitabu cha Mwanzo kidogo tu padri, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Adamu na Eva walipofukuzwa katika shamba la Edeni, kama mlango ulikuwa umefungwa kwao. Sasa tunasema tunafunguliwa mlango. Ukiangalia the Noah's Ark in Genesis chapter 7 verse 16, tunasema watu waliombwa wakuje warudie Mungu, wakakataa. Noah akafunga mlango, kukakuwa na gharika la maji na watu wakaangamia. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 25, kunukuu kati ya mambo mengi tunasikia kuhusu wale wanawali 10. 5 walikuwa werevu, 5 walikuwa wapumbavu. Wale wapumbavu walipoondoka mlango ukafungwa. Sasa tunasema sasa haya yote shida zetu, kutokuwa na ufahamu wa neno la Mungu kunafunguliwa, na sasa huu mlango unakuwa baraka na neema kwetu sisi. Labda padri ulize kidogo kuhusu labda hiyo ishara ya mlango ambayo inaonyesha kwamba watu wanatoka katika dhambi wanaweza kuingia katika maisha mazuri ya kimungu, ya maombi, mambo kama hayo. Wito wako kwa Wakristo labda wale hawajapata nafasi ya kupitia katika mlango mtakatifu? Kweli kwa hakika asante sana Mteti, na nikurudishe kidogo tu hapo na ambapo ningestahili niongeze ya kwamba Baba Mtakatifu baada ya milango hii 4 kufunguliwa, amekubali maaskofu wa jimbo, the local ordinaries, wafungue milango ambapo sasa Wakristo wataweza kupata neema. Ukumbuke Jubilee za kitambo tu labda uende Vatikano, lakini sasa Baba Mtakatifu amesema na kuwapa ruksa maaskofu wafungue milango. Na kwa nafasi yetu sasa, kabla sijakuja kwa swali lako, nafasi yetu sasa maaskofu wote wa jimbo ambao wanahudumia pamoja na msimamizi wa Baba Mtakatifu, the Apostolic Nuncio, na Askofu Rodriguez, askofu mstaafu, walifungua hii milango. Sasa tulikuwa tumeashiriwa katika hati kutoka Roma ya kwamba maaskofu wafungue milango, na tukafungua mlango mmoja tarehe 29 Disemba pale Holy Family Basilica, Minor Basilica. Mlango mwingine tukafungua St. Patrick's Sticker
Mlango mwingine ukafunguliwa St. Peter and Paul Kiambu kwa ajili ya dekania hizo za upande huo. Na pia mlango mwingine tukafungua Resurrection Gardens hapa kwa ajili ya mahujaji ambao wataenda katika sala hasa kwa Wakristo wa eneo hili la Western na particularly katika jimbo kubwa, jimbo nzima. Tukafungua mlango mwingine Diwopa Divine Word Parish Kayole kwa ajili ya Wakristo wa eneo hilo la Eastern. Na pia tukafungua mlango mwingine St. Francis Limuru kwa ajili ya Wakristo wa Kikuyu na Limuru. Na pia tukafungua mlango mwingine Martyrs of Uganda Gatuno Parish kwa ajili ya Wakristo wa Mangu na Gatuno Dinari. Hivyo ni kusema ya kwamba sasa Wakristo wana nafasi ya kupitia ule mlango kwa karibu sana. Kwa sababu mkumbuke tumesema kauli mbiu ni Pilgrims of Hope, mahujaji wa matumaini. Mwingine anauliza akiwa mmoja nitakuitaje? Kwa mmoja usimuite mhuji, unamuita mhujaji, unamuita mhujaji. Sasa huyu mhujaji atapata nafasi kwa karibu sana. Kwa sababu mojawapo tukisikia tukisema Pilgrims of Hope, pilgrim ni mtu ambaye anatembea. Mkumbuke kama vile tunavyosema kuhusu kanisa tatu. Kanisa la mahujaji, kanisa ambalo linasafiri, kanisa hili ambalo linasafiri. Kwa hivyo tunafanya hija. Na hija ni muhimu sana hata kwa kanisa kwa dini ya Kiislamu. Lakini sasa tumeambiwa tufanye hija. Hija ni kutembea. Sasa tunawahimiza Wakristo watembee katika ile milango. Na kuna mambo mengine nitaeleza baadaye wakifika kwa ile milango watafanya nini? Si kufika tu kwa mlango. Ili waweze kupata, na tutafadha utanikumbusha kama nikisahau mambo ya indulgencia, watapata indulgences. The plenary indulgences nitaeleza kwa urefu kidogo ili Wakristo waweze kuelewa na waamini na wasikilizaji what are the plenary indulgences. Ni nini watafaidika nacho. Kwa hivyo huu mlango na wahimiza Wakristo ambapo tumetoa hati. Na ndio hii hapa ambayo ni mwongozo kwa Wakristo. Sijui kama tutaona huu mwongozo wa Wakristo ambao wataweza kwenda katika makanisa haya zaidi katika tume ya kiliturujia na yetu ya kichungaji. Tumefanya kwa juhudi moja kutengeneza maelekezo kamili. Na tumewachukua mapadri tukawafanya walimu wa walimu, trainers of trainers. Tukawapeleka katika mafundisho. Sasa tunaelekea katika mfululizo wa kuwafundisha Wakristo. Tunachukua dekania 4-5, tunakusanya Wakristo wote, tumefanya already dekania ya pande wa Thika, tunawahamasisha na kuwasomesha. Sasa wanaeleza Wakristo wengine. Kwa hivyo tunaweka hii changamoto kwa Wakristo wote. Kwa hivyo na ni jambo ambalo linaendelea mwaka mzima. Ni mwaka mzima mpaka sikukuu ya Epifania mwaka ujao. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa kwa Wakristo wote. Asante. Tumejifundisha kwamba jubilei iko katika Biblia Takatifu, kitabu cha Walawi, baraka ama shangwe ambayo inatuletea msamaha wa Mungu na neema. Wazo la mlango katika Agano Jipya linapatikana katika kitabu cha Mathayo, Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, na hasa padre amegusia kuhusu mlango uliofungwa kwa wanawali wale 5 wapumbavu. Tuone mlango ulivyofunguliwa katika jimbo kuu la Nairobi, Holy Family Basilica, tarehe 29 mwezi Disemba. Naomba sasa tuweze kutulia. Tukaribishe sasa na tumuona His Excellency Dr. Megan akiendelea na sherehe hizi takata. Kutoka Roma
mapadre, kuna nembo ambayo imependekezwa ambayo inatusukuma katika mwaka huu, mahujaji wa matumaini, na pengine kuna wale ambao tumeiona, pengine haujaiona vizuri. Padre, unaweza kutuelezea nembo hiyo na msalaba huu ambao tunatumia hasa katika jimbo kuu? Mbona tutumia msalaba tofauti, na tunapoingia, utatuelezea, tunapoingia kwenye makanisa tunakuta msalaba na nembo? Asante sana Padri. Ukiangalia katika mambo haya, tumeanza kwa kusema kauli mbiu, Pilgrims of Hope. Kwa hivyo hilo ni jambo moja. Pia kuna nembo ambayo ilitoka kule Vatikano, sisi tumetengeneza, lakini salamu ambazo tunaziweka ni za jimbo kuu la Nairobi. Usipate wameweka pale, sijui kama utaweza kuona hiyo. Hiyo nembo yenyewe inaonyeshana watu kama watu wanne. Hawa ni kusema watu wanatoka katika pembe zote za dunia, kusini, kaskazini, magharibi na mashariki, wakienenda kuabudu huu msalaba. Na huu msalaba ni msalaba speciali, kwa sababu tunasema msalaba ndiyo nguzo ya Kikristo. Msalaba ndiyo ngao yetu kama Wakristo. Kwa hivyo tutajiweka matumaini kwa msalaba, kwa sababu hata Kristo alivyoteswa, msalaba ulionekana kama ni mwisho wake, lakini msalaba ukakuwa ndiyo nembo ya ushindi. Kwa hivyo hii nembo ina viumbe hivi vinne ambavyo vinaonekana zimeshikana. Watu kutoka pembe zote za dunia wanaenda wapi? Wanaenda kwa msalaba. Na kiumbe cha kwanza ukipata pale, the first creature you can see as if it's embracing the cross. Kiumbe ambacho kiko na unaona ziko na rangi tofauti tofauti. Lakini unaona kiumbe cha kwanza kimeshikilia msalaba na wengine wamemshika kabisa. Na huu msalaba unaonekana umeinama kidogo, kuonyesha kwamba ni kama unainama kuelekea kwa watu. Tatu, unaona kuna mawimbi ambayo yako pale, na ule msalaba uko na anka. Tunaita nini kwa Kiswahili nimesahau? Uko na nanga. Uko na nanga. Nanga ile imeshika pale kwa mawimbi. Ya kwamba sasa angawaje ulimwengu unatitisika, kuna mashida mengi kwa dunia, huu msalaba utatuweka dhabiti katika mambo ambayo tunapitia. Na katika hiyo nembo unaona hasa yameandikwa ni mwaka wa Jubilee 2025, katika rangi ya kijani pale tumeandika Pilgrims of Hope. Kwa hivyo sasa kuna kule kuabudu msalaba. Tunapoingia katika kanisa, kama vile tunavyofanya katika sikukuu, katika sherehe za Ijumaa Kuu, Wakristo wanaenda kuabudu msalaba. Sasa Vatikano imetuarifu ya kwamba tutengeneze misalaba maalum. Na ukiangalia hata msalaba wetu wa jimbo hauko kaule ule msalaba wa kawaida. Ili tuweze kuleta mawazo yetu ya karibie huu msalaba wa Kristo. Kwa sababu tunasema sisi kama Wakristo, wakati tunapo mashida, ni wapi tutategemea? Tegemeo letu liko wapi? Liko kwa Kristo, liko kwa msalaba. Kwa hivyo the rough times that the Christians are going through, the rough times in the world, our anchor is on the cross. Through the waves of life, we all embrace the cross from all the corners. Sasa ni watu wote wamealikwa, kutoka tabaka zote mbalimbali, kutoka nchi zote, tuende tuabudu ule msalaba. Tueleze pale Padre, kabla ya kuingia kwenda kuabudu mle msalaba pale, hujaji unapofika pale mlangoni, je, kuna namna ya kuingia, ama basi watakuta mlango umefunguliwa waende, pengine atafanya ishara ya msalaba tunavyofanya, kugusa maji, kuinama ama kupiga goti kidogo pale mwanzo kabla hajafika pale kwa msalaba, afanyeje? Swali zuri sana Padri. Katika jimbo letu kuu, kwa maelekezo ya Mhashamu Baba Askofu Mkuu, ambapo sasa tunatumia kwa mpangilio katika jimbo letu kuu lote, kuna mambo fulani ambayo tunafanya. Wakristo wakifika pale wanaanza kwa ishara ya msalaba. Na kuna pale lazima kuwe na padri kiongozi, na ule padri akawakaribisha Wakristo na hata kusoma hati ya Papa ambayo tumewarekodia, tumewanakilia katika vijitabu. Anasoma hati ya Papa, kufanya makaribisho, kueleza kama vile ambavyo nimeeleza historia ya mwaka wa Jubilei. Halafu Wakristo sasa wanapata mwaliko wa kupitia katika mlango wa mtakatifu, kama wameelewa ya kwamba kwa kusudi. Nikieleza mambo ya indulgensia, nitaeleza lazima ukuwe mpango, si kujipata umejipata tu umeingia kwa kanisa umepitia ule mlango. Kwa sababu wakati mwingine unaweza pitia ule mlango, lakini umefanya kusudi. The intention must be there that I'm going to enter the holy door. Na pale nimesema unaweza kuguza, unaweza kuingia tu ndani. Wengine wanapenda kubusu sana kama vile msalaba. Ukiingia pale ndani tumeweka mambo, kutakuwa na Wakristo wanaketi chini.
Padri kiongozi anawapa semina. Hasa pia kuhusu, nitakuja kwa mambo ya hati hizi za papa, ambapo nitaeleza kwa kifupi zaidi kwa ajili ya muda. Alafu sasa baadaye pale Wakristo wakichapewa semina wanafanya maungamo. Wakati wengine wanaenda mmoja mmoja sasa kwa msalaba kuabudu, unapiga goti, unafanya sala fupi. Wakristo wengine wakienda katika maungamo. Ukimaliza maungamo, ili uweze kumaliza hii hija, lazima upokee Ekaristi Takatifu. Nitaeleza hapo. Sasa mnaingia wote, sasa mnafanya ibada ya misa na misa inakamilika. Na wakati ule mkishapata baraka, unakuwa umepata indulgensia kamilifu ama msamaha kamilifu kutoka kwa Mungu. Padre, kwa niaba ya wengi ambao hawezi kwenda kitubio kutokana na hali zao au za ndoa, zaidi ni za ndoa, hataweza kwenda kitubio na hataweza kupokea Ekaristi Takatifu. Hao ambao ni wengi, mahujaji wa matumaini ambao wako kwenye jumuiya, wataenda kanisani, wataingia, lakini kutokana na hali zao za ndoa hawawezi kwenda maungamo kwa sababu hataenda kupokea Ekaristi. Kweli. Afanyeje yule? Yule Mkristo kusema kweli hajaachwa nje, kwa sababu tunasema kwa Kilatini ecclesia supplex, ya kwamba kanisa lenyewe lina njizi na wewe kama una nafasi hiyo kupokea Ekaristi ama kwenda katika maungamo, usikate moyo. Ni nafasi yako. Labda ukienda pale Mungu akatafungulia njia ambazo zilikuwa zimefungika. Na neema ya Mungu kweli sisi hatuwezi sema inakuangukia wewe, inakuangukia huyu. Kwa hivyo kwa tunihamasisho tu kwa Wakristo wote, Mkatoliki yote ambaye mabatizwa, hakikisha ya kwamba wameenda katika huu mlango. Labda itakuwa ni nafasi yake, ya bahati yake ya Mungu kumhurumia na kumpa matumaini, labda ya ndoa ambayo imevunjika, labda ya mambo hajafanya ndoa kanisani, labda mambo yake hayamruhusu kuingia katika sakramenti ya kitubio. Lakini ukumbuke hata ibada takatifu ya misa yenyewe, kwa muktadha huo, ibada takatifu ya misa ni ibada ya msamaha. The Eucharist, although we say is the source and summit of all the celebration of the Catholic Church, it itself is bound. Ukiangalia misa tunaanza kwa kuomba msamaha. Pale ndani kuna mambo mengi sana. Bwana, sistahili ingie kwangu. Tukisoma neno la Mungu, kwa maneno haya Injili tuliyosomewa na dhambi zetu ziondolewe. Kuna msamaha ambao kanisa linatoa. Kwa hivyo ni hamasisho kwa Wakristo wote ambao wamebatizwa, kwa sababu hao ndio Wakristo. Hao ndio waamini. Hao ndio Wakatoliki. Ndio wanaalikwa ya kwamba wakati huu wote, sijui kama mtati umeshika hapo, ya kwamba si kusema tumefungia watu wengine kwamba uende kitubio utaingia. Ni kwa kila mtu. Yes. Kabla hajamaliza, ningependa labda kujua, kuna wale Wakristo ambao wako katika jimbo kuu la Nairobi na umetaja milango tunapata wapi? Yes. Wanataka kujua utaratibu ni aje wataweza kutembea katika ile milango, ama kama ni kikundi watatembea tu wenyewe, ama kuna utaratibu wanahitaji kufanya? Swali nzuri sana, kwa sababu unaweza kuwa unataka kwenda katika hija, for example parokia ya St. Peter and Paul Kiambu, na kuna ndoa, kuna harusi. Sasa unaona hiyo itakutatiza katika ile shughuli. Kwa hivyo tuna mwelekezo wa mapadri. Kwa hivyo tunatarajia Wakristo wote wametoka katika parokia. Kwa hivyo tunastahili, na unasikia ile hija uwezi enda peke yako, lazima mkue mnaandamana na padri. Tumetoa kwa mtandao wetu wa kijamii wa jimbo kuu la Nairobi mwelekezo katika kanisa hizi. Kwa mfano nikitoa kanisa la Resurrection Garden. Resurrection Garden ni kila siku ya Jumamosi Wakristo wanapitishwa katika huu mlango mtakatifu na wamalizie na ibada takatifu ya misa. Ukienda katika kanisa la Divine Word Kayole Parish, Jumamosi ya kwanza na ya tatu kuna hilo, lakini siku zingine zimefunguliwa kwa mpangilio. Nimetoa zile namba za secretaries na paroko katika parokia hizi 7 ambapo wataweza kuingia kupigia wale mapadri na kupanga. Sababu hata kama vile sasa ukitaka kwenda kusali Resurrection Gardens mkuu kama kikundi, si lazima mpige simu kabisa. Sasa tunataka mambo kama hao na mpangilio huo ili waweze kufaika na mambo ya Biblia. Padre, pale naona babu zetu kule Mosocho na kule Homa Bay na kule Malindi wakiinua mkono. Wao kawaida hawawezi kufika kanisani siku ya kawaida. Kwa hivyo je, mwaka huu wa jubilei watawezaje kufika kanisani? Maana hawawezi, bila shaka umri wao. Wale ambao ni wakongwe, hasa wakongwe na wagonjwa manyumbani kwetu kabisa, watapataje hizi neema? Neema hii ya kipekee, nitazungumzia hayo nikisema mambo ya plenary indulgence. Na si kupitia tu kwa mlango huu, kuna mambo mengine ya kawaida kama kazi za huruma, works of mercy, ambazo sasa hii ni moja wapo. Kitu cha kwanza, kuamua unaenda hija,
you receive plenary indulgences. Lakini kuna mambo mengine ambayo tunasema lazima utimize. Na kwanza kabisa nimesema kama kazi za huruma. Ukifanyia mtu jambo nzuri, ukuwe na mtu wa huruma, basi unapata indulgensia hii kamilifu. Jambo la pili ambalo tunalizungumzia ni kama hilo, the whole process, the ideal process ni hiyo ya kwenda katika mlango, lakini kuna kwenda katika, kuna kufanya kazi za huruma, kuna kazi za kufunga, kufanya kazi za toba na kuwasaidia wengine, community service. Mambo haya matatu pia ukiyafanya utapata indulgensia na neema za mwaka huu. Na ndio nimesema hii ni mojawapo, to visit the local cathedral or the cathedrals that I've mentioned. So ama to do kwenda hija katika mji wa Roma. Na pia unaweza pata indulgensia, tumesema by through the second Vatican II documents, council formation. Kama zipi? Ni kama zipi hizo? Ni mwaliko wa sala na kusoma. Tunaenda pale pale kwa wale ambao hawezi kujua vile vitabu viko wapi na watasomaji. Vitabu hivyo viko wapi na watasomaji? Ni vitabu vipi hivyo? Asante sana padri. Najua hapa sasa wengine wanakanganyika kwa sababu huu ni mtaguso wa pili wa Vatikano. Na mtaguso huu wa pili wa Vatikano ulifanyika mwaka 1960 ambapo Baba Mtakatifu wakati ule Yohane wa 23 aliwaita maaskofu wote katika mji wa Roma. Na alikuwa anasema, sijui kama nitatangaza sana hapa wasisikie sana, walisema kanisa lina uvundo, tufungue madirisha, tufungue milango. Akawaita maaskofu wote, akawaambia hapana, kanisa haliwezi enda vile ambapo tunakuwa tukifanya kwa mtindo. Na kwa sasa tunataka tuwe na mfano mwingine, na sitaamua hili, ni askofu duniani kote. Wakakaa pale. Na yule Baba Mtakatifu hakukaa sana, alikuwa 1958 1962 na alitangaza aliita maaskofu 1960. Lakini papa aliyefuata Paulo wa sita, kutoka 1962 mwezi wa sita mwaka wa 1965, mchakato huo ama mtaguso huo wa Vatikano ulitoa hati 16. Na ni kitabu hiki hapa. Na siku hizi kuna mambo ya internet utapata ukiandika the Second Vatican Council documents, and they are called conciliar and post-conciliar documents. Zipo kwa Kiswahili ama lugha zetu? Haziko kwa Kiswahili, lakini imefanya tafsiri. Imefanya tafsiri kidogo kwa Wakristo, labda tutawapa kwa mitandao yenu wakihitaji. Ni tumefanya tafsiri, tulikuwa na Father Bernard ya mtaguso huu wa pili wa Vatikano. Na ni mambo mazuri sana ambayo tunazungumzia. Baba Mtakatifu kati ya hati zile 16 ametuomba tumakinike katika hati 4. Hati ya kwanza ambayo anataka tuzungumzie kwa Kilatini inaitwa Sacrosanctum Concilium. Kwa Kimombo tunasema is a sacred constitution on the sacred liturgy. Mambo haya ukisoma na nifungue hapa kwa kidogo tu niwasomee kama vile ambavyo inasema. Ukisoma 14 anasema hivi. Na nitasoma kwa Kimombo. The Mother Church earnestly desires that all the faithful should be led to that full, conscious and active participation in liturgical celebrations, which is demanded by the very nature of the liturgy, and to which the Christian people, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a redeemed people, quoting from 1 Peter 2:9, have a right and obligation by reason of their baptism. Nieleze hivi ya kwamba kabla ya mtaguso huu wa pili wa Vatikano, misa zilikuwa zinasoma kwa lugha ya Kilatini. Lakini huu mtaguso wa pili wa Vatikano, hasa hii hati Sacrosanctum Concilium, ilifungua ya kwamba sasa watu wanaweza soma misa kwa lugha zao za kinyumbani. Pili, Wakristo waweko ndani. Sisi kama sasa ile ibada ilikuwa ya padri ameangalia kwa ukuta. Sasa Wakristo wasome masomo. Wakati ule padri ndipo alikuwa anasoma neno la Mungu. Wasome masomo, waelewe, wafundishwe. Na unaona katika muktadha wetu wa Kiafrika watu wanapiga dance kabisa katika ibada za misa. Sasa hii ni mambo ambayo yalitoka katika mtaguso huu wa pili wa Vatikano. Na sasa zaidi mambo ya sakramenti. Na kwa hivyo mtaguso huu wa pili unataka kutuhamasisha tuwe pale kanisani sasa. Tuhusike wenyewe. Tushiriki katika mambo ya kanisa. Kwa hivyo ni mwamko mpya ambapo mwaka wa Jubilei unastahili kutuamsha kutekeleza wajibu wetu kama Wakristo, kutekeleza wajibu wetu kama mapadri, ili tushirikiane wote kutangaza
mambo na mpangilio wa ibada zetu. Kwa hivyo ni kujiingiza, mtaguso huu wa pili wa Vatikano wa Sacrosanctum Concilium unataka tujiingize tena katika ibada. Sasa ibada haitakuwa ibada ya kawaida. Nenda kwa haraka tu, kuna hati nyingine ambayo tunastahili tusome, inaitwa Lumen Gentium, the dogmatic constitution of the church. Na hii inazungumzia mambo ya dogma, ya kwamba vile kanisa imefunza. Kwa mfano padri, najua haya mambo tuliyasoma tukiwa seminari, the Formarian dogmas, tunazijua, the Divine Motherhood of the Lord, Councils of Ephesus 431 AD, ambapo tulisema Theotokos, mama Bikira Maria ni mama wa Mungu. Si mama tu wa Yesu, bali ni mama wa Mungu, kwa sababu tunasema about the Trinitarian formula, the perpetual virginity by the Lateran Council in 649, perpetual virginity, ya kwamba mama yetu Bikira Maria alikuwa, na tunasema kuhusu dogma Muteti, kanisa hili kisema dogma ni kuamini, ni kusadiki bila kuuliza maswali. Hapo nimeelewa. Sasa Bikira Maria alikuwa bikira kabla, wakati na baadaye. Na tatu tunasema Immaculate Conception, ya kwamba aliweza kuzaliwa bila dhambi. Na mwisho ya juzi kabisa 1950 na Papa Pio wa 12 ambapo alisema mama yetu Bikira Maria alipalizwa juu mbinguni, the Immaculate the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Sasa ni mmoja wapo tu ya dogma za kanisa ambapo sasa mwaka huu tunastahili turudie mambo ya kanisa, tujiingize, tuelewe zaidi. Ndio nimesema it's about prayer and study. Na tatu ambao tunazungumzia, na hii ni rahisi sana, Dei Verbum. Unajua verb Yes. Verb ni jina, Yes. ni neno. Dei ni Mungu. Dei Verbum ni kusoma neno la Mungu. Sasa Muteti, nikikupa Biblia na nakwambia utafute mwaka huu wa Jubilei, nakwambia utafute mambo ya Walawi, nyakati za unaanza kutafuta huku mwisho. Sasa ni wakati wa kushika Biblia na kuisoma, kumakinika na kukolea katika Biblia. Sasa ukishika Biblia yako, huu ni mwaka wa kusoma Biblia na neno la Mungu, kujua kwamba kitabu cha Mwanzo kiko mwisho wa Biblia. Usome Biblia wewe mwenyewe, umakinike katika Biblia. Mwaka huu ni mwaka wa kusoma Biblia. Na katika mtaguso huu wa pili, Dei Verbum inazungumzia kuhusu mambo matatu. Ya kwanza, the sacred scripture, neno la Mungu, the sacred tradition and the magisterium, the teaching office of the church. Ya kwamba unajua kanisa haina demokrasi, na tunasema ni hierarchical. Ni katika ngazi za kanisa. Ngazi za kanisa, kuna askofu ambaye ndio kiongozi, kuna mapadri, kuna walei, kuna wote wana nafasi zao ambazo wanashirikishwa katika mambo haya ya kanisa. Kwa hivyo Dei Verbum nataka sana tuingie mambo ya itikadi za kanisa, tuingie mambo ya neno la Mungu, tukolee ndani kabisa. Sasa mwaka huu umejua Biblia zaidi kuliko mwaka mwingine. So Jubilee natarajia kwamba ukawa kama Mkristo, wewe kama padri, hata sisi sote tutashirikia mambo ya mwisho kabisa, inaitwa Gaudium et Spes. This is a pastoral constitution on the Catholic Church. Jinsi ambavyo kanisa linafanya kazi zake za kichungaji na za kitume. Kwa hiyo padri, kwa muhtasari tu, hizi sakramenti 4, vitabu vinne katika kati ya hati 16, si vitabu ni hati. The documents, the 4 documents in the book of the Second Vatican Council, ndio na mwaliko wa kusoma. Na sasa kwa Wakristo labda watasema sisi tutajua wapi, tutaelewaje? Sasa ndio tumewafanya mapadri kuwa walimu wa walimu, trainers of trainers. Sasa mapadri ni kuwakumbusha tu na wamezisoma. Sasa wakienda pale, mkienda Muteti na hapo mko kwa studio mnasema siku yetu ni siku ya hija. Sasa mkipata padri, Father Waweru alikuwa pale amesoma, atakuja atawaongoza, kuelekeza kuzi hati. Asante sana padre kwa yote hayo. Na mtazamaji, sijui kama wewe katika jimbo lako, kwenye parokia yako, kama mmeanza zoezi hilo. Bila shaka kila askofu ameshafungua mlango ama milango ya baraka za mwaka wa Jubilei, na tunaalikwa sote kuweza kupitia na tuweze kupata hizo neema kama tunavyofundishwa na kanisa. Padre, kuna wale ambao wana vikundi, tumeona katika
jubilei zinazofanyika katika mji wa Vatican. Kuna jubilei za vikundi mbalimbali, vikundi vya wanasanaa, siku ya jubilei, mafundisho yao. Pengine hapa katika nchi yetu kuna vikundi mbalimbali vinavyotumika katika uenezaji wa Injili, vikundi vya kanisa kama wanaume wa Katoliki, wanawake wa Katoliki, waimbaji ama wanakwaya, vijana na madaktari, waalimu. Je, wale wakitaka kwenda kivyao wasiende pengine ama watafute namna ya kwenda? Je, kuna tofauti kati ya jinsi ambavyo wanaweza enda? Pengine wanakwaya 100 wataendaje wapate kitubio kwa wale watu 100? Kuna mipango gani ambao kama kikundi wako wengi watapata huduma zile zile kama kikundi wako wachache? Asante Padri kwa kunikumbusha hilo. Kuna ratiba ambayo imetoka Roma ambayo imetengwa siku maalum za jubilei za vikundi. Na si vikundi tu, kuna mambo mengine tofauti. Kama kuna tukio moja la muhimu sana mwezi huu tarehe 28, tunaita jubilei ya masaa 24 ya Bwana. Na jubilei hii itakuwa jubilei ya kimpango, kwa sababu tunatoa hamasisho ya kwamba Wakristo toka asubuhi hadi asubuhi nyingine wakuwe kwa sala, maungamo, wakiabudu, wakisemua misa baada ya masaa 6. Kuna jubilei zingine, kuna jubilei ya seminaristi, kulikuwa na jubilei ya watangazaji, kuna jubilei za mashemasi, kuna jubilei za maaskofu, za mapadri. Jubilei ziko nyingi kabisa, za waimbaji. Lakini ukumbuke katika mpangilio wa jimbo letu kuu, nikijibu swali lako, ya kwamba kila kikundi hasa katika kanisa, vikundi hivi vyote viko katika chini ya uongozi wa kitengo changu cha pastro. Lakini niko na mapadri ambao ni viongozi wa kiroho kule mashinani. For example, Father Paul Mashuri anaongoza kikundi cha wanakwaya. Yeye ndiye padri wa kiroho. Kwa hivyo kwaya wakienda, na ukumbuke haya mambo yameenda tukiweka hadi kwa parokia. Kwa dekania kuna chaplain, kama dekania ambayo niko, kuna chaplain wa kwaya. Na kuna yule wa ngazi ya jimbo. Tukienda parokiani sisi tulikuwa na Father Tony, tumegawana zile vikundi. Kwa hivyo kikundi changu, na ukumbuke hasa kanisa tunaligawa katika parokia, katika stations, katika zile parokia ndogo ndogo ziko pale, katika jumuiya na katika vikundi. Kwa hivyo vikundi vikiwa kuna mpangilio huo. Kunakuwa padri mlezi katika parokia, katika dekania, katika jimbo. Hata vikundi CWA, Father Frederick Shege anasimamia katika kitengo chetu cha kina mama. Yeye ndiye mlezi. Kwa parokia kuna padri mlezi. Kwa hivyo ni mpangilio, lazima kuna kuhusishwa kwa parokia katika mpango huu. Asante sana mwalimu. Sijui kama mahujaji, waimbaji, ni wanakwaya ama katika parokia yako na mipango yote ambayo umepanga, ama kuna swali lolote kutoka kwako wewe mtazamaji kwa padri kabla hatujamruhusu? Kabisa, padri ameweza kunisomesha mengi na nimejua kwamba ni mwaka wa kusoma neno pia. Sisi wa Katoliki mara nyingi tunapata ya kwamba kwa Biblia tunaipata kwa kanisa. Lakini kwa sasa kama vile umeweza kutuelezea, ni wakati wa kusoma neno, tuweze kujua ni wakati wa kujikumbusha kama Wakristo na kutembea kwa pamoja. Wito tu ulikuwa tu pale walikuwa wanauliza ni njia zipi ambazo tutatumia ili tuweze kufika katika ile milango. Na swali lingine lilikuweko ni kwamba katika huu mwaka wa matumaini, ni mambo yapi wanahitaji kufanya kama Wakristo, labda kwa Wakristo wenzao ama wale ambao si Wakristo ambao wanakutana na wao, nini ambacho wanahitaji kufanya ili kutimiza huu mwito? Asante sana Mteti. Kama nilivyoeleza ya kwamba mpangilio huu wa kuenda katika hija, kama ni hija hii ambayo tuna mpangilio wa kuenda katika milango mitakatifu, unahitaji padri. Kwa hivyo panahitaji mwongozo wa padri. Na padri, wakati mwingine ulisema kikundi ni kikubwa, labda mko wanakwaya 100, padri atachoka sana katika kuongoza katika kitubio. Kwa hivyo ndipo ninasema sasa mimi najua kikundi ambacho nakipeleka katika mlango mtakatifu kwa watu wangapi. Kwa hivyo nitatafuta mapadri wa kunisaidia katika sakramenti ya kitubio. Kwa hivyo mpangilio huu, mkumbuke ya kwamba mpangilio wa kwenda katika hija katika milango hii mitakatifu, Mkristo hawezi panga peke yake, lazima apange kupitia kwa vikundi. Na kuna mpangilio, na tunazidi kuweka siku ambazo mimi na Father Bernard tunaongoza Wakristo katika hizi hija katika kanisa zetu mbalimbali. Lakini haya yote sijanakili hapa, lakini tutaweza kutengeneza katika hata mitandao ya kijamii. Kwa wale Wakristo ambao unauliza watasaidia vipi? Unajua kama wakati huu wa Kwaresma, na ulisema nguzo za Kwaresma, mojawapo ni kufunga. Mmoja ya hizi nguzo za kufunga,
hufungi tu ili ukate weight. Unafunga, hata mimi ningetaka kukata weight, lakini ni nafasi pia ya kukata weight wakati wa mfungo mtakatifu wa Kwaresma. Lakini zaidi kile ambacho umefunga, hicho ambacho umefunga kwa makusudi, nasema sitakula chakula cha mchana leo. Ukipangilia unaweza kisema hii chakula cha mwezi mmoja ni fedha zipi, ama nitachukua hiki nimsaidie. Kuna mtu kama pale kwetu ni parokiani, nimesikia kuna mama wamechomekewa na nyumba. Sasa nikasikia Wakristo wakisema tunafunga ili tuweze kuwanunulia vitanda. Unaona? Kitu kama hicho. Ni mambo mengi ambao Wakristo, mambo ambayo yamekuzungukia. Si lazima utoke hapo uende road ili usaidie mtu ndio upate hiyo neema kamilifu. Lakini kuna kitu kingine ambacho ningetaka kuhimiza hapa. Na hapa niseme na kimombo. The real forgiveness to receive plenary indulgences is by receiving the sacrament of confession. Because the sacrament of confession has the real efficacy of the forgiveness of sins. Hii ndio ina ukamilifu wa kufunguliwa dhambi. Na nikisema mambo ya indulgences, Father, labda nilisahau kidogo, sikusitiza kidogo. The indulgences in ordinary and ancient church, you know, when we talk about the pilgrim church, the church in purgatory and the victorious church, the church in heaven, ya kwamba kanisa linafundisha ya kwamba ukifanya dhambi ndogo ndogo hapa hutahukumiwa katika moto wa milele, lakini lazima, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na ni msafi, utapitia purgatorio ili uweze kufanya malipizi. Sasa Wakristo wa pale, nikwambie Mteti, walikuwa wameelezwa kwamba ukiweka, na siku hizo kuwa na hela za noti, hela zilikuwa za mashilingi. Ukiweka shilingi kwa ajili ya indulgencia ya roho ya marehemu, roho hiyo inaruka mara moja inaenda mbinguni. Sasa umebadilika kidogo. Sasa lazima uwe na mambo haya manne ambayo nitakwambia. Jambo la kwanza, kuwa na mpango wa kuondokea dhambi. Make it an intentional to detach from all sins. Number 2, I've said about sacramental confession, kitubio ambacho it has the real efficacy of sin. 3, kupokea Ekaristi katika mpangilio huo wa kanisa ambalo lina mlango mtakatifu. Na la mwisho, la 4, ni kuomba kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu. Utaniuliza, nia za Baba Mtakatifu taomba zipi? Is just saying I'm praying for the intentions of the Holy Father. I say one Our Father and one Hail Mary. So 4 things: detachment from all sins, even venial sins. Sijui kama unajua venial sin kama nini. Kama mtu amekukopa 5,000 hajarudisha, anakuja kukukopa tena na uko nayo, unamwambia sina kwa sababu najua rudisha. Hiyo bado ni dhambi, lakini si dhambi inaweza kupatia hukumu kubwa kama ile ya kunyonga mtu. Sacramental confession, kufanya kitubio, kupokea Ekaristi na pia kuomba kwa ajili ya nia za Baba. Ni muhtasari wa yote hayo ambayo tumefundishwa na Baba Padre James Kinuthia, ndiye mratibu katika Jimbo Kuu la Nairobi kuhusu mipango ya kichungaji. Kumbuka kwamba yote hayo ametufundishia hapa studioni, lakini katika kila jimbo kuna mwongozo wa jimbo husika. Kwa hivyo maswali ama maelekezo utayapata mengi katika jimbo lako. Ongea na baba paroko wa parokia yako, ongea na katekista ama mtawa yeyote ambaye yuko karibu, ili akuelekeze namna ya kufuatilia msamaha wa dhambi katika mwaka huu wa jubilei. Kumbuka kwamba tunaalikwa kwenda sisi wenyewe kama mahujaji wa matumaini kupitia kwa ile milango kama tulivyofundishwa. Kuna mengi ambayo pengine tungeweza kuuliza zaidi, na ndio maana yake tunakutuma wewe katika eneo lako la maisha yako ya kiroho kwa baba paroko, katekisa ama mtawa yeyote, ili kujua zaidi. Kwa muhtasari, maneno yako ya mwisho, Padre Kinuthia. Asante sana Padre Waweru, na Bwana Mteti kwa ajili ya kunishirikisha katika hii hali. Na tukumbuke nilisema kwamba hizi salamu ni salamu za Jimbo Kuu la Nairobi, lakini tujafungia wengine tuseme watasalamiana bile, lakini kwetu tumesema kufupisha ili watu kila wakati wanakumbuka mwaka huu tunasema mahujaji wa matumaini pamoja katika sala, ili tujihamasishe zaidi katika sala. Ni wakati wa kuombeana, wakati wa kujipa moyo, wakati ni mgumu. Unaona wakati mwingine watu wamekata moyo, hata mambo ya kisiasa ukiangalia, ni wakati wa kujipa moyo. Mjipe moyo wa Kristo na waamini mwaka huu, kwa sababu mbingu zinafunguka, matumaini hayakati tamaa. Na kwa kweli, kwa hakika sisi Padre na Mteti, sisi ni mahujaji wa matumaini, na matumaini yatatuongoza, yatufikisha salama karibu na Mungu wetu.
Asante sana Padre kwa kupata muda kuweza kutuangazia zaidi kuhusu yaliyotendeka katika kipindi hicho cha miezi mitatu tangu takriban miezi mitatu tangu mlango ulipofunguliwa kule Roma na hapa kwenye jimbo letu kuu, na bila shaka katika parokia ama katika jimbo zetu Katoliki hapa nchini. Asante sana, Mungu akubariki, na pengine tutakualika tena tuweze kuona yatakuwa yamefika wapi baadaye kidogo baada ya Pasaka. Na upande wa pili wa mapumziko ni kama kawaida yetu, tukupeleke moja kwa moja tucheue tuone yaliyotendeka katika parokia zetu na jimbo zetu baada ya kitambulisho papa hapa. Sala ya Jubilei mwaka wa 2025. Baba wa mbinguni, imani uliotupa kupitia mwanao, Bwana wetu na ndugu yetu, Yesu Kristo, na mwali wa ukarimu uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye baraka la ujio wa ufalme wako. Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo ziweze kutufanya upya kutoka kwa ndani ubinadamu wetu, na ulimwengu wote katika matarajio ya uhakika wa mbingu mpya na nchi mpya, ambapo nguvu za uovu zikiangamizwa, utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilei na iwashe upya ndani yetu mahujaji wa matumaini, hamu ya hazina za mbinguni, na neema hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani kote. Kwako Mungu wetu, unayetukuzwa daima, utukufu na sifa milele na milele. Amina.